Serikali ya Slovenia imepiga marufuku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuingia nchini humo, hatua inayochochea zaidi mivutano ya kidiplomasia. Serikali ya nchi hiyo ya Ulaya ilitangaza Alhamis kuwa marufuku hiyo inakuja baada ya Slovenia kutambua rasmi taifa la Palestina mwaka jana na kuchukua hatua kali dhidi ya mawaziri wawili wa mlengo mkali wa kulia wa Israel mwezi Julai. Neva Grasik, waziri wa nchi katika wizara ya mambo ya nje, alisema kupitia ukurasa wa serikali kwenye mtandao wa X kwamba hatua hiyo ni uthibitisho wa kujitolea kwa Slovenia kutetea sheria za kimataifa na haki za kibinadamu. Slovenia, ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, pia iliweka vikwazo vya silaha dhidi ya Israel mwezi Agosti na kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa zinazozalishwa katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Grasiki aliongeza kuwa serikali imechukua hatua hiyo kwa sababu Netanyahu anakabiliwa na mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kuhusu uhalifu wa kivita unadaiwa kufanywa Gaza. Umma unafahamu kwamba kesi zinaendelea dhidi yake kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, alisema Grasik, akibainisha kuwa Slovenia inatuma ujumbe wazi kwa Israel kuhusu umuhimu wa kuheshimu maamuzi ya mahakama ya kimataifa na sheria za kibinadamu. Kwa muda mrefu, nchi hiyo ndogo imekuwa miongoni mwa sauti zinazotaka kusitishwa kwa mapigano Gaza na kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu kwenye ukanda huo. Mwezi Julai, Slovenia iliweka marufuku ya usafirishaji na uagizaji wa silaha kwenda na kutoka Israel, hatua inayofuatia baada ya viongozi kadhaa wa Israel kupigwa marufuku kuingia katika nchi hiyo, ambapo uongozi wa Slovenia ulisema viongozi hao walichochea mauaji ya halaiki dhidi ya Palestina. Aidha, mwezi Agosti, Slovenia iliendeleza msimamo wake kwa kupiga marufuku bidhaa kutoka maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na kupitisha kifurushi kipya cha misaada kwa wakazi wa Gaza. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.